sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 37. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapodondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitodondoka hata yote yatimie. Bali mtu yeyote atakayevunja moja ya amri katika amri hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, atakuwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Maana nawaambia kwamba haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wakinena, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambia, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu. Na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati wapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amin nakwambia, hutoki humo kamwe hata uishe kuilipa senti ya mwisho. Mmesikia kwamba imenenwa, usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe, ulitupe mbali na wewe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate, utupe mbali nawe, kwa maana yafaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimuoa yule aliyoachwa azini. Tena mmesikia kuwa watu wa kale walipoambiwa, usizuru, ila mtimizie Bwana nyapo zako. Lakini mimi nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, maana ndipo pakuweka miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndipo mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele wako mmoja kuwa mweusi au mweupe. Bali maneno yenu yawe ndiyo ndiyo na siyo siyo, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Neno la Bwana. Roho mfariji mwema,
bali maneno yenu yawe ndiyo ndiyo na siyo siyo, kwa kuwa yazidiyo hayo yatoka kwa yule mwovu. Pendwa katika Kristo, hii ni Dominika ya 6 ya kawaida katika mwaka A wa Kanisa. Ndugu yangu, masomo yote ya Dominika hii yanaongea juu ya sheria. Somo la Injili linafafanua kwa kina zaidi ni namna gani Yesu ametimiliza hizo sheria. Mpendwa katika Kristo, mojawapo ya matatizo yanayesumbua ambaye kanisa la kwanza lilipaswa kukabiliana nayo ni nini cha kufanya na sheria. Sheria ni nini? Sheria ni mfumo wa kanuni na taratibu zilizowekwa kwenye jamii na mamlaka kwa ajili ya kuongoza matendo na mahusiano yao. Ni mfumo. Sheria ni mfumo. Sheria ni mfumo wa taratibu na kanuni zilizowekwa kwenye jamii ili ziweze kuongoza matendo yao na mahusiano yao. Sheria pia ina maana ya utaratibu unaotengeneza mfumo na mwelekeo wa maisha chini ya mamlaka husika. Mfumo, utaratibu wa maisha chini ya mamlaka husika. Kwa hivyo kumbe, unapokuwa katika mamlaka, sehemu ya shule ya St. Francis Girls inayofanya vizuri zaidi hapa Tanzania, shule namba 1, shule inayotisha, shule ambayo inaimba siku ya leo, ina sheria zake katika jumuiya hiyo. Ukienda katika Sangu Sekondari, wana sheria zake jumuiya husika. Unapoenda katika shirika la Malkia ya Mitume wa Mbeya, wana sheria zake. Unapoenda katika shirika Charles Borromeo, wana sheria zake. Unapoenda kwa mapadri kwa ujumla ulimwenguni kote, tuna sheria zetu. Unapokuja kwa sisi mapadri wa jimbo la Mbeya, tuna sheria zetu. Kwa hiyo sheria ni mfumo wa utaratibu wa kanuni unaowasaidia watu katika jumuiya fulani au jamii fulani kuwa na matendo yanayofaa, kuwa na mahusiano mazuri. Mpendwa katika Kristo, mifano ya kanuni hizo ni katika familia zetu, dini zetu, jamii. Kwa maana hiyo, katika Ukristo sheria ina nafasi kubwa. Sambamba na hilo, bado amri 10 zina uhalali. Mtu yeyote anayetaka kuishi Ukristo anatambua umuhimu wa sheria na taratibu za kuongoza katika maisha ya Kikristo. Na sheria na taratibu za kuongoza katika maisha ya Kikristo ndiyo hizi amri 10 za Mungu, ndiyo sheria na taratibu zinazoongoza maisha yetu ya Kikristo. Lakini pia baada ya Yesu kuja kutimiliza sheria, akatoa ufafanuzi sasa, version ya pili, toleo jipya la amri za Mungu katika hotuba yake ya mlimani. Ambayo alikuwa amefafanua zile amri 10 katika maana ya heri. Na hiyo inapatikana katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 1 hadi 12. Pana zile heri 8, zile sheria amri 10 za Mungu zile ambazo zinapatikana katika kitabu cha Kutoka 20. Ndio hizo sasa Yesu pia amezifafanua zaidi katika zile heri 8, Mathayo 5:1-12.
Mpendwa katika Kristo, katika somo la Injili Yesu anasisitiza kwamba hakuja kutengua sheria bali alikuja kuitimiliza. Mfano, sheria ya Musa ilisema kwamba mtu yoyote ambaye amekutwa akifanya aina fulani ya dhambi apigwe mawe hapo hapo mpaka kufa. Walisema mmoja amefumaniwa katika uzinzi, aje hapo hapo apigwe mawe mpaka kufa. Lakini Yesu akaja, wakamletea mwanamke ambaye amefumaniwa katika uzinzi. Akasema, nye kati yenu ambaye hajawahi kufanya dhambi na ayo wa kwanza kumpiga mawe huyo. Wale watu wakahukumiwa na sheria ile kwamba wenyewe wao walikuwa ni wazinzi mara 20 ya huyu mama. Wakajawa na aibu, wakaondoka wote. Mpendwa katika Kristo, sheria zipo kwa ajili yetu sisi, sio sisi tupo kwa ajili ya sheria. Katika somo la kwanza kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 15 aya ya 15 hadi ya 20, na naomba ukipenda utazishika amri zake na kutenda amini na shauri lako. Ameweka mbele yako moto na maji, utanyosha mkono wako kuchagua nini cha kufanya. Tumsifu Yesu Kristo. Ameweka mbele yako moto na maji, chagua mwenyewe, chagua mwenyewe. Moto inawakilisha uharibifu, moto inawakilisha hatari. Maji inawakilisha uhai. Kwa ameweka mbele yako hatari na furaha na uhai. Chagua wewe, unachagua nini? Tumsifu Yesu Kristo. Unajua tofauti kubwa kati ya sheria ya Mungu na ya wanadamu ndio iko hapa. Mungu sio dikteta. Mungu angekuwa dikteta, sisi tusingetenda dhambi, dhambi isingekuwepo. Umetenda dhambi, unaanza kuwaza dhambi, kwenzi. Unatenda dhambi, kofi, ngwala, mtama, chini. Mungu sio dikteta. Mungu amekuwekea mbele yako moto na maji. Ni hiari yako wewe kuchagua kifo au uhai. Watoto wawili wa Adamu waliwekea mbele yao moto na maji. Mmoja alichagua maji, yani uhai, na mwingine alichagua kifo. Wale wote wawili, mheshimiwa sana ndugu Kaini na Abeli, nendeni mkatoe sadaka ya kuteketezwa. Kila mmoja pale alikuwa ana mazao ya hovyo na mazao mazuri. Mmoja akachukua ng'ombe vizuri lenye afya lililonona litamu, akaweka sadaka ya kuteketeza, na moshi wake ukaenda juu kabisa, ukatoboa anga. Sala yake ikatoboa anga. Sadaka ya yule mtu ambaye ametoa sadaka kwa moyo, ametoa sadaka ikimaanisha inatoboa anga. Kama sadaka ya nani jamani?
ya Abeli. Yule mwingine alikuwa na mazao mazuri, akachukua yale tu manyanya yaliyooza, manyanya yameoza, vitunguu vimeoza huko, sijui mahindi yaliyobunguliwa. Akasema wewe, Mungu huyu mwana Mungu naye amezidi bwana. Kachoma pale, moto wake, sala yake ikambwela ikatangatanga hapa. Kwa hiari yake Kaini alichagua nini? Moto. Kwa hiari yake Kaini alichagua kifo. Naposema kuchagua kifo, alichagua dhambi. Dhambi ni kifo. Kasema Bwana afadha sikuelewi vizuri. Mbona aliyokufa ni nani? Ni Abeli. Abeli alichagua uhai. Abeli alichagua uzima wa milele. Ndio maana alitoa sadaka yenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Siwatoi nje ya mada, lakini nafafanua zaidi. Hata sisi huko kanisani kuna wengine hapo mna mahela mengi tu. Mna mahela mengi tu. Hapo mfukoni hapo umeshatenga. Kuna ka 2000 kamekaa pembeni hivi. Alafu huku kuna misimbazi yametulia. Unajidai kama una hekima hivi. Unashika hivi. Hii 2000. Ukiona mwenyewe unachukua pale unajidai. Twende wote kwa. Unatoa kwa sadaka penye hakaeleweki. Kwa kuwa unatoa kwa sadaka ka ovyo kama rafiki yako Kaini. Ndio maana masala yako hayafiki mbele za Mungu. Sala zako zina mbwela. Na ndio utaugua figo, utaugua kwenye siku ya kwanza itakufa, na ya pili itakufa. Pressure itakuwa ya kwako, kisukari cha kwako, kizunguzungu cha kwako. Yaani utaona mpaka mbwa akibweka huko mtani, moyo unaruka hivi. Kwa nini? Kutoa sadaka wewe. Unataka kutoa sadaka. Kwa hiyo wewe ambao unataka kutoa sadaka, rafiki yako ni nani jamani? Kaini. Sasa shida wanaojibu ni hao ambao hawana hela. Yaani mara zote wanaojibu vizuri ni wale ambao hawana hela. Wewe wenye mahela yao, huu msumari moto umewaingia. Ndio maana hawajibu. Na mtaweka sana maji mdomoni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo unaona, Kaini ndio rafiki yao ya wale ambao hawataki kutoa sadaka, na ndio maana sala zao haziendi, zinambwela hapa. Hata kama una kaduka kako hapo Mwanjoro unauza, TRA kila siku wako dukani kwako. Makadirio hujaleta. Una faini. Hujalipia bango. Hujalipa taka. Na utafilisika mwaka huu. Wewe rafiki yake Kaini. Lakini wale ambao rafiki zao wa Abeli wale hawana neno, hawana baya, wamenyoka. Hana shida, yeye tu anafunga macho tu, anachukua hela pale. Anachota. Hospitali ameshota mamisimbazi 10, 20. Twende wote hema. Twende wote kwa Bwana anatoa. Hata mkono huo hujui amefanya nini. Na ndio huyu unakuta hata kama TRA ile kufika pale safi, wewe umeshalipia kila kitu, umetulia vizuri, wewe umenyoka, una shida. Safi sana. Huyu duka lake alikamata kwa ajili ya taka, hajalipa, kibali hajalipa, nini hajalipa. Safi, hata mafua hapati, hata UTI hapati huyu. Kwa kuwa amenyoka. Magonjwa yakikutasikia mbali. Kwa kuwa wewe ni nani? Wewe ni rafiki yake wa Abeli, unatoa sadaka yenyewe inayojitambua. Na wewe ndio rafiki yake wa Yesu. Lakini wewe ambao unataka kutoa wewe unakuwa rafiki yake wa yule ndugu yetu yule Anania na Safira ambao walificha sadaka wakafa. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe tumeona kwamba anayechagua uovu au ubaya ni wewe mwenyewe. Mungu wetu sio dikteta. Utanyosha mkono wako uchaguao mbele ya mwanadamu, uko uzima na mauti. Tumsifu Yesu Kristo.
Hata wanafunzi pia wana uwezo wa kuchagua uzima na mauti, wanachagua wenye uzima na mauti. Anafanya mtihani pale, jibu limemkwaba, hamna jibu pale, anaamua hamna jibu, anaanza kuzungusha macho, anazungusha macho, anaangalia nipige chabo wapi. Unapoanza kufikiria kupiga chabo wapi, tayari unaanza kuchagua mauti. Kuchagua uzima ni kuwa mwaminifu. Tumsifu Yesu Kristo. Naye atapewa apendacho. Yoshua bin Sira kaandika kitabu kizuri sana. Yoshua bin Sira sura ya 15 mstari wa 15 hadi wa 20. Kwa hiyo umeona sheria ipo, lakini hulazimishi kufuata. Yaani mbele za Mungu hamna hii sheria bila shuruti. Hiyo bila shuruti utaona mbinguni huko huko. Siku ya mwisho kama umezima tu. Kweli. Umeshakufa pale tayari. Unaona pale bango imeandikwa wale waliokuwa wabishi wa sheria ya Mungu wanaenda huku. Kutakuwa kuna mikate, kuna bia, kuna whisky, kuna mafriji, kuna soda baridi. Wale waliokuwa rafiki wa shetani hao, wale rafiki wa Mungu wanaenda huku. Kutakuwa kuna rozari, kutakuwa kuna Biblia, kutakuwa kuna mfungo 3 kavu. Kwa hiyo kwa kuwa wewe ni mroho, mlevi, unapenda kunywa sana, utaenda kwenye nyama choma na kwenye mabia na kwenye mafriji. Na ukishaingia kule kwenye mabia na mafriji unagundua mbona sio penyewe? Ile ilikuwa ni siku ya kampeni. Mpendwa katika Kristo, katika Injili sasa Yesu anafafanua ni namna gani hajaja kutengua sheria bali kutimiza. Anafafanua, anasema kwamba hivi haki yenu nyinyi mnaomfuata Yesu isipozidi haki ya Mafarisayo, haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Yaani ikifika sehemu watu wa duniani huko wamekuwa ni wema kupita wewe Mkristo, ujue mbingu uingii. Bahati mbaya pale niko peke yangu, siwezi kujibilia mwenyewe. Haki ya wewe sister, ukishindwa kuwa mwenye haki, mwenye upendo kupita mama wa kawaida, mbingu uioni sister. Haki ya wewe bruda isipozidi haki ya watu wa kawaida, mbingu uioni. Haki ya wewe padri Luoga isipozidi haki ya watu wa kawaida, mbingu uioni, na stola yako taanzia kuungua stola. Haki ya wewe Mkristo uliobatizwa unayekomunika Ekaristi Takatifu isipozidi haki ya watu wa kawaida, mbingu uioni. Haki ya wewe mtumishi unayekaa huko mbele umevaa vizuri kabisa, nguo nyeupe na kijani, isipozidi haki ya vijana wengine ambao hawatumikii, mbingu uioni. Na katazia kupungua, kashacha kanaanza kunaungua. Msifu Yesu Kristo. Haki yetu sisi ni lazima izidi haki ya watu wengine. Ni lazima sisi tujitahidi kuishi Ukristo wetu kwa upendo, kwa matendo. Mmesikia imenenwa kwamba usizini. Unaona sasa? Amesema sijaja kutengua sheria ila kutimiliza. Anatimiliza hapa. Katika sheria ile, amri za Mungu, Agano la Kale kutoka 20 imeandikwa usizini, si ndio? Lakini sasa Yesu anaboresha sasa, anasema sio kuzini tu. Atakaye mwangalia mwanamke kwa kumtamani ameshazini, ametengua hapo, si ameboresha? Nasoma tena, mmesikia kwamba imenenwa usizini.
Lakini mimi Yesu nawaambia, sio mimi, yaani Yesu pale anawaambia kwamba kila amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Umeona? Ndio hapa ametimiliza, yaani amefafanua zaidi sheria katika mazingira yetu sisi. Anasema pia ni afadhali kuingia mbinguni ukiwa kigutu kuliko kuingia poteza nafsi yako nzima kuingia katika moto wa milele. Tena nimesikia kwamba unapokwenda kanisani kutoa sadaka yako ukakumbuka kwamba kuna mtu ana neno na wewe, kuna mtu uligombana naye, acha sadaka yako, nenda kwanza kapatane naye. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa pengine hapa kanisani wengi mmegombana na watu huko, unapoamua kukimbilia huko, mimi hapana, kosa. Mtu mwingine unaona kabisa anaenda kumtukana mtu wa watu, akishamtukana mtu wa watu amemchamba machambo ya kutosha, anakimbilia sakramenti ya kitubio. Hapo wewe unachezea sakramenti wewe. Kabla hujaja hekaluni, hujaja ukanisani, nenda kwanza kapatane naye. Nenda kwanza yule uliyemchamba amuombe msamaha, uliyemtukana kamuombe msamaha kwanza, ndio uje kuungama. Tunafanya hilo kwani? Umsifu Yesu Kristo. Eti tunafanya hilo kwani? Yaani wewe dhambi umemkosea mtu alafu unakimbilia kuungama. Hapana, hapo kitubio chako hakijakamilika. Wewe mfano, tumsifu Yesu Kristo. Umepita pale Mwanjelwa sokoni pale. Pita pale Mwanjelwa sokoni ukamwona mtu wa watu anasikiliza simu. Ndio mnofile kamwene pembe ndo pembeni ndaka unaiba simu. Umekopoa simu ya mtu. Baada ya kukopoa simu ya mtu, simu unayo iko mfukoni. Alafu unakimbia kafara. Na ukaambia nilipa simu. Dhambi haitoki. Hii simu si unayo? Karudishe. Hiyo dhambi hapo unafanya makida tu. Dhambi hiyo haitoki. Wewe unaiba simu ya watu, nenda kwanza karudishe ndio uje kuungama. Wewe unafanya kazi katika ofisi ya serikali au unafanya kazi kwenye taasisi ya umma au taasisi binafsi. Umefanya ubadhirifu kwenye taasisi binafsi. Umeiba tofali za watu. Umeiba simenti ya watu. Baada ya kuiba simenti za taasisi unayofanya kazi pale, umeiba simenti, umeiba mahela. Yale mahela umetumia umejenga nyumba yako. Alafu umeona umeshajenga nyumba vizuri, umeweka na AC na vioo vyeusi. Alafu unaona hapa kama pana umomo kwenye moyo na niliiba simenti za umma. Wewe uliiba simenti ya umma, karudishe kwanza ndio uje kuungama. Wewe vipi wewe? Yaani huo ni utakatishaji pesa. Kuna kitu inaitwa money laundering. Yaani kuna watu waliiba pesa huko, ukishaiba pesa wanaamua kuzizingirisha ili ziweze kuwa kama halali. Hiyo ni utakatishaji pesa, sio kitu hapo unatakatisha pesa. Wewe ni wizi, ni jizi. Karudishe kwanza. Kwanza nimeshajenga nyumba. Kama unaona vipi, tafuta hela nyingine kalipe kwanza ndio uje kuungama. Chezea kitubio. Weka fulana ulioko hapo, umemdanganya binti wetu kwamba unampenda, kwa bahati mbaya, bahati nzuri umempa ujauzito. Binti umemkatalia, mimi sihusiki, mimi ni mtakatifu, mambo ya mimi hayanihusu kabisa. Alafu binti kule analia, binti anahangaika kule, anafukuzwa nyumbani kule kwa kuwa mimba inakaa kwake. Wewe mimba ikae kwako na unaenda alafu unaanza zote. Kuna kitubio hapa.
nenda kwa yule binti, mwambie bwana, tulizini sasa, tukapata ujauzito, basi nisamehe. Baada ya hapo binti hana mamlaka kusamehe, kajitokeza kwa wazazi kule, jamani, mimi nimwharibia maisha binti yenu huyu, ni mimi nimeharibu, ni mimi hapa. Basi sasa tuongee na wazazi wenzetu, tujue kama tunalipiaje sasa, tunasaidia vipi sasa. Mkisha yajenga sasa, ndio sasa njoo ungame na ungame mbele ya Mungu, nawe pale, mimi ni mzini, nikazalisha ujauzito, mtoto akafukuzwa shule, lakini nimesumbua wazazi kutatua tatizo hili, wameshatatua, lakini sitarudia tena. Hicho ndio kitubio. Nachezea kitubio. Na niona unaungama dhambi zako, dhambi unaona kabisa bado unaona huja. Yaani bado ile roho yako haijatakasika. Kwa nini? Umekuwa mkorofi. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe unafanya mishemishe huko. Unafanya mishemishe zako huko. Unamzushia mtu watu anakamatwa na polisi, yupo kule kituoni kule, anaoza kituoni, na umemzushia cha uongo. Na wakati ya Mungu nilisema uongo. Bahati mbaya yule yupo kule kituoni. Lakini nilipeleka pole. Pole ya nini? Nenda jeshi la polisi Tanzania. Mimi hapa nilikuwa tu na hasira na huyu mtu, nikamtengenezea zengwe, amekamatwa, hana hatia, mumwachilie, hana hatia. Ukishaongea hivyo basi wewe kusema tumekuelewa, shtaka lako wewe sasa umenidanganya jeshi. Sijui mnanielewa tena? Mmenisoma? Hicho ndio kitubio. Nadhani sasa umeshaundwa kwamba ni namna gani umekuwa ukichezea sakramenti ya kitubio. Father, bwana unahubiri sana, muda unazidi kupita. Muda uache upite. Uache upite. Mnapoongea umbea mnakaa dakika 20 mnamteta pale. Mnakaa nusu saa mnamteta pale muda upite. Siku hizi timu ya Simba inavurunda sana. Simu ya Simba inapokuwa inafungwa pale, mnakaa mnaisikitikia, dakika 90 mnaangalia timu ya Simba. Mahubiri dakika 20 mnasema mmeshachoka. Umechoka wapi wewe? Na hiyo pia ni shida pia, wataka kutenga muda kwa ajili ya Yesu. Nenda kaungane pia kwa ajili ya hiyo pia. Tena mmesikia kwamba ndiyo yenu iwe ndio na sio yenu iwe sio. Yaani uwe mtu umenyoka hivi kama rula. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiongea kunyoka kama rula, wanaofahamu kunyoka kama rula ni wale wa mafundi ujenzi wale. Mafundi ujenzi wana rula yao fulani inaitwa nini ile? Pimamani. Ni rati, inaitwa rati, si ndio? Ile rati ni rula ile. Unyoke kama rati. Nyoka kama rati. Ndio, sio. Hata tulio wengi sisi watu wa siku hizi, Wakristo wa siku hizi, Mkristo akisema ndio maana yake sio, na akisema sio maana yake ndio. Utajua kama amesema ndio sio, itategemeana na mazingira. Hiyo sio sahihi. Ndio yenu na iwe ndio, na sio yenu iwe sio kwetu. Maana yake hapa anakemea unafiki. Anakemea nini jamani? Unafiki. Tunajifunza nini jamani? Tunajifunza kwamba hata sheria ambazo tunadhani kwamba sisi tumezielewa, hatujazielewa vizuri. Hata sheria za kanisa na za nchi tunazodhani kwamba tumezielewa, hatujazielewa vizuri. Inawezekana pia pengine tumeclaim au tumekariri, lakini hatujazielewa. Inabidi sheria yetu yote ambayo tuko nayo iweze kuhamasisha upendo, ikupelekee wewe kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tusimame tukiri imani yetu na sadiki
mmoja